mtu asifurahie tu, alhamdulillah mimi ndugu zangu wananitembelea sana, hii nyumba yangu mimi chakula kilo 3, 4, 5 kwa siku vinaisha unga kwa sababu na ugeni mkubwa. Sawa, unaosimamia juu ya chakula, masha Allah, Mungu akubariki sana, lakini wallahi usisahau juu ya dini. Wakati wewe unaswali sala 5, familia yako nao waliswali. Dini ya Kiislamu ina nafasi gani kwako kwenye kuishughulikia? Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi. Alhamdulillah alwahid alahad as-samad الملك المعبود الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل أيها الناس، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما على الرسول إلا البلاغ. baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na pia kumtakia rehma Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, la kwanza nausia nafsi yangu kumsha Allah subhanahu wa ta'ala na pia kuwahusieni nanyi kumsha Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunapohusiana kumsha Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana kwamba tunahusiana wewe na mie kutekeleza maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala na pia kuacha yale ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyotukataza. Na kwa hayo maamrisho na makatazo, bimaana kufanya maamrisho ya Allah na kuacha makatazo ya Allah, ndio jambo ambalo linaweza likasababisha tukaweza kufaulu ndani ya maisha ya dunia na kesho akhira insha Allahu ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, katika maudhui ya khutba nikumbushe nafsi yangu na pia nizikumbushe nafsi zenu umuhimu wa kufanya harakati katika dini yetu ya Kiislamu, juhudi katika dini, umuhimu wa kutekeleza au kufanya juhudi katika dini yetu hii ya Kiislamu. Na kwa nini nikumbushe nafsi yangu juu ya umuhimu wa kufanya juhudi juu ya dini? Ni kwa sababu watu wengi katika umma huu wa Kiislamu jukumu hili la kusimamia juu ya dini wameliweka kwamba kuna watu maalum tu ndio ambao wanatakiwa wasimamie dini, wakiwemo labda mashekhe wetu na maustadhi. Viongozi hao wawili ndio umma wa Kiislamu wengi wanaona kwamba jukumu la kusimamia juu ya dini, jukumu la kuulizwa juu ya dini linawahusu hawa watu wa aina mbili, mashekhe wetu au maustadhi wetu, jambo ambalo si sahihi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an amezungumza aya ambazo anaonesha yeye Allah umuhimu wa kupigania dini hii ya Kiislamu au kufanya juhudi katika dini. Aliposema katika maneno matukufu, ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaonesha kuwatoa dhana potofu au dhana ambazo si nzuri wale ambao wanafikiria kwamba kusimamia dini, kufanya juhudi ya dini kunawahusu mashekhe na maustadhi peke yao, bali Allah anaonesha ni waumini wote, akiwaita ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Ni wito wa Allah
hal adullukum ala tijaratin, je nisiwajulisheni, nikufahamisheni biashara ambayo mkifanya tunjikum min adhabin alim, itawaokoeni na adhabu ambayo inayoumisha. Allah akasema tu'minuna billahi wa rasuli, biashara yenyewe ni kumwamini Mungu na mtume wake, na nini kingine, watujahiduna fi sabilillahi biamwalikum wa anfusikum, na kufanya juhudi juu ya dini, kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mali zenu na kwa nafsi zenu. Allah anamaliza akisema dhalika khairun lakum in kuntum ta'lamun, dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun, hilo ndio jambo bora sana kwenu nyinyi ikiwa nyinyi mnajua. Kupigania dini ya Allah, juhudi juu ya dini. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye ndiyo kiongozi wetu, amefanya juhudi ya dini sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam akihangaika kufikiria umma wake namna gani watamtambua Allah na wafi hali ya kuwa na kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ndani ya miaka yake 60, miaka 23 ya utume, amefanya juhudi ukaenea Uislamu fi mashariki al-ard wa magharibiha, mashariki ya ardhi, magharibi, kusini, kaskazini, ukaenea Uislamu kwa sababu ya juhudi ya mtu mmoja akishirikiana na maswahaba. Baada yeye Mtume sallallahu kutuachia dini, kazi wewe na mimi, dini yetu ya Kiislamu ina nafasi gani kwako wewe ukiacha ibada ya swala tunazoswali? Dini ya Kiislamu ina nafasi gani kwako kwenye kuishughulikia? Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametupa majukumu. Hadithi maarufu, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi, kila mmoja wenu ni mchungaji na kila mchungaji ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni namna gani alivyokuwa anachunga. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawatoa dhana potofu wale ambao wanafikiria dini ya Allah inawahusu mashekhe na mausazi kwenye kuishughulikia. Akasema Mtume, al-imamu ra'i wa mas'ulu an ra'iyati, imamu, kiongozi, yeye ni mchungaji mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha haya ya dunia, na ataulizwa kwa Allah namna gani alivyokuwa anachunga. Yawezekana wewe sio kiongozi, Mtume akampa majukumu upande wa pili, warajul ra'i fi baiti ahlihi wa mas'ulu an ra'iyati, na mwanamme ni mchungaji kwenye nyumba ya familia yake, na ataulizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni namna gani alikuwa anachunga. Mtume akasema, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, na mwanamke ni mchungaji kwenye nyumba ya mumewe. Shaile mume hayupo, mwanamke yeye ni mchungaji kwenye nyumba ya mume wake, na elewe ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anachunga. Mwishoni Mtume anasema, wal khadimu ra'i fi mali sayyidihi wa mas'ul an ra'iyatihi, na mtumishi ni mchungaji kwenye mali ya yule tajiri wake, na ataulizwa namna gani alikuwa anachunga. Mtume akamaliza kama alivyoanza, kullukum ra'i wa kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyati, nyinyi nyote ni wachungaji na kila mchungaji ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kamaliza hivyo. Na wallahi ya laita kama tungemfahamu Mtume sallallahu alayhi wasallam, acha kwenye aya na hadithi zingine, hii hadithi moja tu. Mtume anawapa majukumu viongozi kusimamia dini, na akiwatahadharisha kwamba nyinyi ni wasimamizi juu ya dini, nyinyi ni wachungaji juu ya dini, na si wachungaji tu, nyinyi viongozi wa dini mtakuja kuulizwa mbele ya Allah namna gani mlivyokuwa mnachunga. Akahama anawaambia pia wakina baba, na nyinyi ni wachungaji, mtaulizwa kwenye familia zenu. Akahama kwa kina baba, anakuja kwa kina mama, nyinyi pia ni wachungaji, mtaulizwa. Wallahi nakuambieni, kama viongozi wa dini wangekuwa wanapata usaidizi huu, kwa sababu alhamdulillah
viongozi wa dini wanajitahidi kufanya jitihada ya dini sana, na si ni mashahidi. Watu wanahangaika juu ya Uislamu, maisha yao ni ya dhiki, ya taabu. Kula kwao ni kwa shida, kuvaa kwao kwa shida, kusomesha kwao ni kwa shida, kwa sababu wanasimamia dini na saa nyingine hawana mishahara yoyote. Wewe na mie hatuponi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuwa viongozi wanasimamia juu ya dini, wangepata usaidizi anaosema Mtume. Baba naye akasimama vizuri kwenye familia yake. Una watoto 3 au 4, 7, unasimamia. Kuna baba mkwe yuko ndani ya nyumba yako, kuna wakina shangazi wako unaolea, sijui wadogo zako, wajomba, wote walioko ndani ya nyumba yako. Ukielewa wewe mwanaume kwamba mimi ni mchungaji na nitaulizwa kwa Allah namna nilikuwa nachunga, na kisha wewe ukiondoka kwenda kazini, mama naye anachukua majukumu ya uchungaji, anasimama akiogopa ndani ya uchungaji wake, na anajua kwamba nitaulizwa na Allah. Wallahi dini isingekuwa hapa, tungesogea. Lakini wengi Waislamu dhana yao, yeye anajua nikiswali nikimalisha napiga zangu sunna 2, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, dua, anaondoka kwenye duka lake, dua anaondoka kazini kwake, dua anaondoka kwenye shughuli zake. Lakini dini inafanywa na watu wachache, na ndio maana leo kwenye majumba yetu wako matariku sala wengi, na ndio maana leo siku za Ijumaa peke yake ndio siku zinazoongoza kwenye siku za kawaida kujaa watu misikitini. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Wakina baba hatujasimama sawasawa mbele ya Allah juu ya dini, na kina baba tukiondoka, wakina mama nao hawasimami sawasawa. Wallahi hadithi hii inatisha na inaogopesha. Kwa sababu gani? Wewe na mimi mashahidi kwamba kwenye majumba yetu sisi wanaume tushaambiwa ni wachungaji kina baba, na tutaulizwa, lakini uchungaji wenyewe ndio huu. Na kina mama ambao ni wake zetu, wao ndio wanakaa muda mrefu na familia zetu. Wewe na mie tumewaandaa vipi wakina mama hawa? Mkeo ni mtu wa swala 5 na wangu, mkeo anajistiri kwa hijabu ili naye asimamie hijabu kwa mabinti zako. Mkeo ni mcha Mungu au mke wangu ni mcha Mungu ili asimamie familia vizuri. Unakuta wewe ukiondoka, huku nyuma ni TV kwenda mbele, masizoni ya aina mbalimbali ya kipuuzi ya ovyo, hakuna anayeswali. Na unapoambiwa wa kullukum rai wa kullukum mas'ulu an ra'iyati, kullukum rai wa kullukum mas'ulu an ra'iyati, na nyinyi nyote mtaulizwa kwa Allah. Waislamu, anayetuuliza anajua. Allah jalla jalalu anaelewa kwamba wewe ulijitahidi kiasi gani, au wewe na mie tulijisahau kiasi gani. Kwa hiyo unapoambiwa utaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hebu angalia yale maandalizi tunavyoishi, kweli ni maandalizi mazuri ya kumjibu Allah tabaraka wa taala? Hebu tubadilike basi. Hisi wewe ndio kiongozi wa kwanza kuulizwa kwenye nyumba yako, juu ya wanao, juu ya mkeo, juu ya wale ambao wanaokuhusu, juu ambao ya watu wote walioko ndani ya nyumba. Mtu asifurahie tu, alhamdulillah mimi ndugu zangu wananitembelea sana, hii nyumba yangu mimi chakula kilo 3, 4, 5 kwa siku vinaisha unga, kwa sababu na ugeni mkubwa. Sawa, unaosimamia juu ya chakula, masha Allah, Mungu akubariki sana. Lakini wallahi usisahau juu ya dini, utaulizwa nyumbani kwako wakati wewe unaswali swala 5. Je, mkeo aliswali? Wakati wewe unaswali swala 5, familia yako nao waliswali? Kama ilikuwa kinyume ukafeli, ni hatari. Wallahi tumuombe Allah, tumejisahau sana, tumejisahau sana. Na ndio maana wanaojaza misikiti siku za Ijumaa na siku zaidi ni ndugu zetu, ni ndugu zako, ndugu zangu, ndugu zako, ndugu zetu ni hawa hawa. Kwa sababu gani? Wao wanajua Ijumaa ndio ni siku ya ibada, kwenda kuswali. Ikiisha Ijumaa yeye mpaka wiki ijayo tuonane. Aliyosema nani kwamba Muislamu
unatakiwa usali mara moja, tena kipindi kimoja cha Ijumaa kwa siku. Nani aliyozungumza hivyo? Swala tano zilizokamilika kila siku, iwe mgonjwa, uwe ni mzima, uwe uko safarini, unatakiwa uswali. Lakini leo nani ambaye anasimamia juu ya dini na akawa mkali juu ya dini kwamba mimi ndaulizwa na Allah? Na baba anaondoka nyumbani anakwenda kazini, kisha anamwambia usia mke wangu, mimi ndio naondoka, majukumu yanakuwa mikononi mwako. Mimi nimesimama vile ambavyo Allah alivyojalia nimeweza, sasa nakuachia nyumba. Simamia watoto wangu juu ya dini, sio wasimamie kula, waoge hawa, wabadilishe nguo, wavae nguo safi. Ndiyo hayo tunayoyadhania eti la haula ya rabbi wala quwwata. Sisi ni wazuri mno kwa milo nyumbani, kubadilisha milo, wazuri mno kununua nguo vizuri, wazuri mno ukirudi kuuliza walikoga hawa. Lakini nani anauliza juu ya dini? Kwamba wameswali swala husika, wanalala wameswali swala tano, wanalala walikwenda madarasa, wanalala wamefanya mambo ya dini. Kwenye nyumba yangu na yako kuna soma dini, inasoma Qur'an. Ndio kwenye mazungumzo sayati ala nasu zaman la yabqa min al-Qur'an illa rasmun. Kuna zama zitakuja baadaye huko haitobakia kwenye Qur'ani isipokuwa ni maandishi tu kama michoro hivi. Haiwafai watu, wao wameweka tu majumbani mwao. Na wallahi ndio ukitaka ujue watu nasimama vipi kwenye dini, hapa msikitini tuambiane, kuanzia sasa hivi tunaenda nyumba moja baada ya mwingine ya nyingine kwa Muislamu, tumtembelee. Tukifika tuulize wapi Qur'ani inakaa, juz'ama au mashaf, uone vioja. Wengine tutafeli, mtu anatafuta mara mwisho ilikuwa inaonekana imewekwa pale, tahmaki inaonekana imedondosha chini, inaokotwa chini ya kitanda, ndio inapokutwa Qur'an al-Karim, kalamullah, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hayana nafasi kwa Muislamu, hayana nafasi kwa muumini anayejiita muumini. Kama Qur'ani haina nafasi nyumbani kwako au nyumbani kwangu, vipi watoto wataongoka? Vipi wewe utaongoka? Wewe ni mchungaji na utaulizwa kwa Allah. Baba utaulizwa kwa Allah, kiongozi utaulizwa kwa Allah, mama utaulizwa, ile mume hayupo utaulizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, namna gani ulivyokuwa unachunga. Tumombe Allah atujalie tubadilike na tubadilike kweli, kwa sababu ni waulizwaje kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Fa idha qara'ta al-Qur'an فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني بالآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. ثم الصلاة والسلام على المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد. أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي مرة ثانية بتقوى الله عز وجل. بعدكم شكر الله mtukufu na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, naihusia nafsi yangu kumcha Allah au kumcha Mungu, pamoja na kukuhusieni nanyi kumcha Mwenyezi Mungu mtukufu. Maudhui ya khutba, tunapeana majukumu ya kusimamia dini. Waislamu, tunapeana majukumu ya kusimamia dini. Futa mawazo yaliyokuwepo kwenye akili yako au akili yangu ya kufikiria dini inawahusu watu fulani. Wallahi hata wewe inakuhusu. Anza kusimama sasa hivi sawa sawa, na ujue ya kwamba wewe ni muulizwaji kwa Allah. Ni muulizwaji kwa Mungu subhanahu juu ya namna gani ulipokuwa unachunga. Na ni siku ngumu Waislamu, siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa ugumu wake
waliochunga vizuri, ambao ni manabii wa Allah, Mungu atawasimamisha sehemu moja na kisha awaulize, madha ajibtum, nielezeni enyi mitume wangu, manabii wangu, waliwajibu nini watu hawa? Waliwaambia nini watu wenu? Watasema nini manabii? Subhanak la ilma lana, umetakasika wewe Mola wetu, hatuna elimu sisi ya kujibu wewe Allah. Wanaogopa mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hebu vuta hisia wewe na mimi, wengine wallahi tuko msikitini hapa, familia yako au yangu haina habari kwamba leo ni siku ya Ijumaa na wala hatosali, wako na tupo msikitini. Hemjalia kwamba leo ingekuwa ndio unaondoka mbele ya Allah, au leo muda huu msikitini unaulishwa mbele ya Mungu juu ya dini, juu ya kusimamia dini, familia yako na yangu, kwa muda huu tungekuwa tumesimamishwa tunaulishwa na Allah, unadhani ungefeli au ningefeli au ungefaulu au ningefaulu? Jawabu na watoto wamezagaa, wako majumbani, na singine unarudi nyumbani ndio wanamalizia, kuna season ilikuwa inaangaliwa movie, basi ndio hivyo. Hem, tubadilike, tutaenda ulisho na tutafeli vibaya mno. Wanao hawatakubali mbele ya Allah, mkeo hatakubali mbele ya Allah, eti wewe uonekane unaenda kwenye rehema za Allah, kisha hali ya kuwa duniani hukumsimamia sawa sawa. Na tuogope wallahi, twendako ni kugumu, twendako ni kugumu. Mtu hutaulizwa juu ya bajaji, hutaulizwa juu ya biashara zako, hutaulizwa juu ya kazini kwako, uliajiriwa na serikali au ulikuwa mfanyakazi unahangaika mwenyewe, hutaulizwa juu ya mshahara wako, utaulizwa juu ya dini. Wewe mwenyewe ulifanya juu ya dini, na wanaokuhusu je, uliwasimamia juu ya dini? Ukiwa ulisimama sawa sawa, falillahi alhamd. Ni siku ngumu, siku ngumu, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, Mama Aisha radhiyallahu anha nimalize khutba, alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, namna gani tutaelekea kwa Allah? Kaifa yusharu nasu yawm alqiyama, Mtume niambie, watafuliwa watu, tutafuliwaje siku ya kiyama? Mtume anamwambia, ya Aisha, yusharu nasu yawm alqiyamati hufatan ghuratan ghur, watu watafuliwa siku ya kiyama hali ya kuwa hawajavaa viatu, tena ghuratan, wakiwa uchi kama walivyozaliwa, ghurran, kama walivyozaliwa uchi, afu ghurran kwa wanaume, ghaira almaqtunina, itakuwa kama kabla watu hawajaenda sunna. Kuna nadiwa huko katika Qur'ani, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra, leo mmekuja kama tulivyoumba mara ya mwanzo. Embu taishia, tunaenda hivyo. Mama Aisha radhiyallahu anha akamuuliza Mtume, wan nisa'u, na wanawake watakuwa hivyo? Mtume akasema, wan nisaa, na wanawake na watakuwa hivyo, hawana nguo, hakuna cha hijabu, hakuna cha baibui wala niqabu wala juba, hakuna cha kanzu wala suruali wala tracksuit au taka wala boxer, na wanaume ndio tuko kwenye hali hiyo. Bi Aisha kavuta dhana, akafikiri labda watu watatazamana sehemu za siri, akamuuliza hivi, الرجال والنساء جميعا ينظرون بعضهم الى بعض يا رسول الله, ewe Mtume wa Allah, wanawake na wanaume wao wanakaa wanaangaliana tu sehemu za siri, itakuwa hali gani ya Rasulullah? Mtume alimwambia, ya Aisha, al-amru ashaddu min ayyuhimmahum dhalik, mawazo unaofikiria Aisha, wallahi shida na msukosuko wa kiyama, hakuna yoyote yule mwanamke au mwanamume ambaye atatingwa eti anamwangalia mwenzake yukoje sehemu za siri, kwa sababu ya shida. Ni siku ngumu kiasi ambacho Nabii Adam alayhi salam, Nabii Nuhu alayhi salam, Nabii Ibrahim alayhi salam, Nabii Musa alayhi salam, Nabii Isa alayhi salam wataombwa na watu wafanye nini? Wamwambie Allah apunguze makali ya jua. Watamuomba Allah, wanaomba wale mitume kwamba tunaomba mwambie Mwenyezi Mungu apunguze baadhi ya mambo, katuombee dua. Lakini wallahi wote watakataa, na wote watasema kauli moja. Kauli gani? Wanaenda kwa Nabii Adam. Nabii Adam, kikundi kimekwenda baada ya shida, unaambiwa jua litashuka, ni karibu sana kwenye dari huko mbali, jua ni kali mno, kila mmoja anaumia kutokana na matendo yake.
lakini wengine watakuwa ibadur rahman, waja wa Allah, la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Kuna nabii wa waja Mwenyezi Mungu waliosimamia dini vizuri, waliishi vizuri, hawatakuwa na wasiwasi wala hofu, watakuwa kwenye vivuli. Allah amewawekea vivuli vya aina yake, yauma la dhilla illa dhilluhu, hakuna vivuli ila kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuwa hali hiyo, ndio watu kikundi kinaenda kwa Nabii Adam, wanamsifia ya Adam anta abul bashar, ewe Nabii Adam, wewe ndio baba wa viumbe wote, binadamu wote sisi ndio baba yetu wewe. Khalaqaka Allahu biyadihi, Mungu alikuumba kwa mkono wake, wa askanaka aljanna, akakuweka peponi baba yetu Adam. Ala tara ila ma nahnu fi wa ma balagna, Nabii Adam baba yetu, huoni magumu yaliyoko kwetu sisi? Ala tad'u lana ila rabbik, huwezi kumwomba Mungu hii hali itoke? Nabii Adam atasema nini? Inna rabbi ghadba al-yawm ghadban, Mungu leo amekasirika mkasiriko mkubwa sana. Hajawahi kukasirika Mungu kama alivyokasirika leo, na wala Mwenyezi Mungu hatokasirika tena kama alivyokasirika leo. Wa inni nahani ani shajarat fa asaitu, wakati niko peponi alinizuia nisikaribie ule mti, nikaamuasi Mungu nikamkaribia, nikaukaribia ule mti. Nafsi 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 idhabu ila ghairi, naogopa na naogopea nafsi yangu, nafsi yangu, nafsi yangu, nendeni kwa mtume mwingine, mimi siwezi. Ndio watu wanatoka kwa Nabii Nuhu, naye anasema hayo hayo, wanaenda kwa Nabii Musa, anasema hayo hayo, Nabii Ibrahimu hayo hayo, Nabii Isa hayo hayo, ndio anakwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa haya nimeyatoa kwamba Allah atakuwa amekasirika siku ya Kiyama. Hebu angalia tulivyojiandaa sisi kwenye kusimamia dini. Tutafaulu vipi? Tubadilike na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tubadilike kweli. Ndio maana kwa maksudi Markazi Kuu Gongo la Mboto Dar es Salaam wameona kwamba tulete kwenye mkoa wa Iringa. Hii bado ni Iringa, hata kama ni Njombe ni Iringa tu, imebadilika tu majina kwamba tumebadilisha imekuwa Njombe, lakini bado ni Iringa. Imeletwa jitimai ya kimataifa ambayo itafanyika tarehe 11 ya mwezi wa 9 insha Allah mpaka tarehe 11, 12, 13, 14 ndio watu wanatawanyika Iringa mjini, viwanja vya Mlandege. Ukimaliza tu mlima uwanja wa Samora, ukienda mbele kuna VETA, baada ya VETA nyuma itafanyika jitimai ya kimataifa. Na tukiwaambia kimataifa, watu wanatoka nchi mbalimbali, wanatoka mikoa mbalimbali, bara na visiwani, manake bara na kule Pemba, Unguja, watakuja Iringa kwa ajili ya Allah. Watu wa Makambako hapa ni karibu, tunakuombeni tuweze kuhudhuria, na pia tuchangie ile sehemu inataka nguvu, tutoe nguvu zetu, sehemu inataka mchango, tutoe michango yetu, sehemu inataka fikra, tutoe fikra zetu. Lakini kwa sababu niko ndani ya hutuba, kuna kiongozi wangu atazungumza baada ya swala, lakini kubwa sana yale tulokumbushana tubadilike insha Allah taala. Innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء منهم أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم مصر.